Hatma ya wanafunzi wa shule ya msingi ya Loramoru eneo la Marigat County ya Baringo bado inasalia kwenye njia panda baada ya shule hiyo kubomolewa na maafisa wa shirika la huduma za msitu. Wanafunzi 84 waliokuwa wakisomea shule hiyo sasa wanalazimika kusomea chini ya mti kwa sasa ili kuhakikisha wanadumu kuendelea na masomo. Hata hivyo, kubomolewa kwa shule hiyo kumeibua changamoto miongoni mwa jamii kuhusiana na mustakabali wa elimu wa watoto wao. Shule hiyo ilifungwa kwa zaidi ya miaka 10 hapo awali kabla ya kufunguliwa tena mwaka 2024, wakazi wakitaka suluhu ya kudumu kwa udhibiti wa shule hiyo. Kwa sababu amani imeanza kurejea, hatuwezi kuendelea tena ku waste time. We cannot go back to Loramoru and settle in a place where there is no school. Na sisi ni watu tumesoma. Tutakaaje bila shule shughuli? So ninaomba KFS, maybe if they can hold, wacha watoto wasome kwa sababu masomo haisimami. So unajua Kenya mzima saa hizi watoto wote wameenda shule, kila mtu anasoma. So how do you make our children stay away from school and you want us to be like Kenyans? Unless you are telling us to go back to other kukua bandits. As community of Endurance, as we pursue justice on matters forest, lazima watoto wetu waendelee kusoma. So shule iendelee, wakati tunaendelea kuangalia mama maslahi ya forest, hiyo watoto wetu wapate shade na wasisomee kwa mamiti na wakubalie hiyo materials iende site ichengwe. After all, it is a temporary materials. Uwezi ukalani ile masomo wewe mwenyewe ulipata ukiwa mchanga. Na ikiwa unaheshimu ile taaluma yako ya masomo ambayo unaendelea kupata kuheshimu kwa kupatia vizazi vijavyo. Na hii ni shule ya watoto, watu ambao ni maskini, watu ambao wamerudi, watu ambao wameanza kupendana, amani imerudi. Na hiyo shule ni shule ya mapate tu, it's semi-permanent. Na kama kuna shida yoyote kwa KFS, kuna utaratibu ya kufuata.